Dabi watacheza yao tayari washamaliza. Sasa bila kupoteza muda, miongoni mwa watu ambao walisikika wakitema nondo madini ya kutosha ni dada huyu ambaye nataka ajitambulishe majina yake kwanza tumsikie. Habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani? Majina yako watu wanataka kusikia. Majina yako, professional yako, title yako, kwa sababu kuna watu wamesikia nondo hapa wanataka kusema kufahamu kwamba ni nani huyu. Hebu tuambie bwana. Kwa jina naitwa Elizabeth Erasto, naishi Kinondoni. Ukitaka kuniambia pengine labda kwa professional yangu nitakudanganya. Kiuhalisia mimi nimeishia darasa la 3. Lakini kielimu nimefika form 4. Lakini katika masuala ya mpira mimi nadhani kinachomata zaidi ni ufuatiliaji. Ndio. Hakuna elimu ya mpira. Ndio. Zaidi ya kwenda kusomea ukocha, lakini tofauti na hapo ni ufuatiliaji wa michezo. Kila nini kinaendelea duniani au kwenye taifa unaloishi na kwenye engo ya mpira kwa ujumla. Mimi nadhani kwenye engo ya mpira pengine naweza nikasema kwamba ndio kitu ambacho mimi nahisi kinanipa furaha kikanifanya mimi niweze kukifuatilia zaidi na kwa undani zaidi. Yaani kwa maana wewe ni mfuatiliaji wa michezo. Unapenda sana michezo. Hasa mpira wa miguu. Hasa mpira wa miguu. Na ukisema kwamba professional wako wewe umeishia la 3 kama ambavyo umesema, najua umechagiza hapa, lakini elimu yako ni ya kidato cha 4. Ila wewe tu ni mdau wa kandanda na unapenda sana michezo, hasa kufuatilia mpira wa miguu. Wa Afrika au wa Tanzania? Duniani kote. Duniani kote. Ndio. Okay, fine. Umepata jana nafasi ya kuwa moja ya watu ambao walifika makao makuu ya klabu ya Yanga pale Mitatu jana Jangwani. Ulipata taarifa kwamba wazee wako pale. Lakini bahati nzuri vyombo vya habari, online media zikakufuata kwa ajili ya wewe kuzungumza, kutema madini. Zaidi ya mic 30 hadi 40 zilikuwa pale. Lakini nilikuwepo pia pale. Confidence ya wewe kuzungumza kwenye kamera, mic zote, ni mara yako ya kwanza ama ushawahi kufanya vitu kama hivi? Kuzungumza kwenye wingi wa zile kamera sijawahi, lakini kwenye mic ni kawaida yangu. Unafanya? Okay. Lakini kwenye kamera kama vile ndo sijawahi. Haukuwahi? Ndio. Sawa. Tuambie zile nondo ambazo jana ulikuwa unazitoa pale, ulihifadhi kwenye ubongo wako, of course, kwa sababu ni mdau wa kandanda. Watu wanataka kusikia sasa moja, kwa sababu ili sakata la Yanga, Simba, bodi ya ligi, TFF bado liko njia panda, kwa maana bado halijafanywa utatuzi wake, haijulikana lini mechi itachezwa, na sababu zote za msingi sasa hivi ni busara tu ndio inazungumzwa. Sababu zote za msingi bado hajazisikia. Tukiwa tunaendelea kusubiria, viongozi wamekwisha toka na wamezungumza hapa. Ulimsikia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, ambaye ndo alikuibua na wewe jana katika nyundo zako, pia maswali mengi ulielekeza kwake. Tukumbushe kidogo yale ambayo jana ulikuwa ukiyapiga hapa kwa njia ya radio. Tunasikika Dar es Salaam, Kigoma, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Geita, Dodoma, lakini pia tunasikika Mtwara, tunasikika Arusha, kote huko tunasikika kwa sasa. Tuambie maswali yako unayoelekeza bodi ya ligi na TFF ni yapi? Tuna swali la kwanza hadi swali la mwisho. Kwanza, yani kwa upande wangu hili swala limekuja baada ya kuwa unajua mpira ni mchezo wa wazi. Ni mchezo ambao hauchezwi chumbani. Kila mtu anaangalia. Kwa hiyo situation zote zinakuwa zinaonekana. So kwa Tanzania tu, hata nje ya Tanzania. Na hili swala limenipa kufikiria sana baada ya kuwa Young Africans kila kesi yake huwa anashinda. Anafeli. Kwamba kila kesi anayoipeleka haijalishi ni kasi ama TFF anafeli. Nikagundua sio kufeli. Hii huwa kuna kitu kina happen ndani yake. Kwa nini nilisema hivyo? Aliwahi kuhukumiwa Patrick Simon ambaye alikuwa ni mwanasheria wa Young Africans. Wakasema huyo hajawahi kushinda kesi yoyote. Nikajiuliza kwamba mtu amesomea sheria,
Juzi nimetoka kumsoma kaka mmoja wa Kenya, hana elimu ya sheria, lakini amewahi kushinda kesi 20. Ilifikia hatua alishtakiwa kwamba wewe hauna taaluma ya sheria, lakini unashinda kesi. Kwa hiyo nikagundua kwamba sio kwamba Patrick Simon anafeli. Patrick Simon huwa akitimiza majukumu yake, kuna vitu huwa vinarudi mezani vitumike kwa busara. Swala zima lilikuja kwenye kuhairisha kwa mechi ya mwaka 2021. Na ile mechi mimi naweza nikasema ndo mechi ambayo ilinifanya mimi nifuatilie zaidi kuferi kwa kesi za Young Africans, kwamba ni kwa nini. Nikagundua ndani yake huwa kuna busara. Yeah. Kwa nini? Kuna mwaka fulani Young Africans amewahi kumtambulisha Hassan Kesi. Yes. Akiwa amebakiza mkataba wa siku 3 na Simba Sports Club. Yeah. Sheria ilifuatwa, Young Africans alitoa shilingi milioni 50 kuwapa Simba kwa sababu ndo sheria inavyosema na inavyotaka. Yeah. Ukimtambulisha mchezaji ambaye bado ana mkataba, haijalishi huo mkataba umebakiza siku ngapi, kuna kila sababu ya kumlipa mwenye mchezaji gharama atakayohitaji. Yeah. Likaja swala la Yusuf Kagoma. Yes. Swala ambalo nilimfuatilia kwa umakini sana Patrick Simon. Alisema kwamba linapokuja swala la Young Africans kukosewa, utasikia busara itumike. Linapokuja swala la Young Africans kukosea, sheria ifuatwe. Lilikuwepo swala la Feitoto na Young Africans, swala ambalo lilitikisa vichwa vya watu wengi, viongozi wa serikalini na viongozi wa mpira kwa ujumla. Young Africans alifuata busara, akakubali. Sio kwamba alikuwa yeye hana nia ya kumsaidia yule mtoto aendelee kucheza. Yeah. Lakini fuata utaratibu. Njoo mezani tuzungumze. Nini unachokihitaji? Sisi tuko tayari. Lakini alishindwa kwenda, alikuwa hatokei Faisal Salum kwenye meza ya uongozi wa Young Africans. Yeah. Mwisho wa siku akajitokeza mama, akawaambia tu kwamba Young Africans kuna kitu mmeniomba, lakini na mimi nahitaji niwaombe kitu. Msiendelee kusumbuana na huyu mtoto. Yeah. Ikapita. Swala zima la kuahirisha mechi ya issue ya Faisal Salum hapo, kwa maana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Ndo akamwambia Yanga, naombeni na nyinyi mmeniomba na mimi naombeni kitu. Ndio. Hili swala la Faisal naomba mlimalize. Faisal ni mtoto mdogo sana. Msisumbuane naye. Msisumbuane naye, naombeni swala mlimalize. Na kesho yake asubuhi tukaona Faisal anaingia zake Azam, Yanga anamalizana na Azam, milioni 100 inawekwa mezani. Faisal huyo Azam FC. Ndio. Hapo umeshazungumzia scenario za wachezaji watatu. Umemzungumzia Hassan Kesi Ramadhan, ndio, Yusuf Kagoma, ndio, Faisal Salum Feitoto. Ala itumike sio sheria. Tunakuja kwenye swala lingine, Awesu dhidi ya Simba Sports Club na KMC. Ndio. Lilipofikishwa shauri TFF, waliambiwa nendeni mkamalizane. Hakuna kanuni inayosema nendeni mkamalizane. Ndio. Laiti kama wangekuwa na uwezo wa kumalizana, shauri lisingefika TFF au bodi ya ligi. Ikaisha hiyo. Ndio. Likaja swala la Lamek Krawi, Coastal Union na Simba Sports Club. Ndio. Hatukusikia TFF alichokitoa zaidi ya kusema bado ni mchezaji halali wa Coastal Union, nendeni mkamalizane. Ndio. Na kama tumeshatambulishwa Simba sasa hiyo na pesa Coastal washachukua tayari. Na huko mwisho busara itumike. Busara itumike. Ndio. Kwa hiyo unaona kuna vilabu ambavyo vinadidimizwa kupitia busara na kuna vilabu vinavyopata nufaika kupitia hiyo busara. Nakupa mfano mwingine. Ndio. Mwaka aliyopanda Mbeya Kwanza kwenye ligi kuu alitakiwa kucheza na Namungo. Alifika uwanjani, ambulance haikuwepo. Yes. Sheria huwezi kucheza mpira bila ambulance kuwepo uwanjani. Ametrain, amekaa zaidi ya dakika 20 pale. Kocha wao alikuwa Mbwana Makata. Yes. Wakaondoka uwanjani. Walipokwa point, wakapewa Namungo. Mbwana Makata akafungiwa miaka 2, adhabu ikarejezwa ikarudi mpaka miezi 6. Ndio. Imagine ile tukio lingekuwa limefanyika kwa upande wa Simba au Young Africans. Unadhani ile situation ingetokea? Hapana. Tunakuja kwenye mfano mwingine. JKT Queen dhidi ya Simba Queen. Mechi msimu duru ya kwanza ambao Simba Queen alijishindia pointi 3 kutoka kwa JKT Queen. Kihalali JKT Queen alikuwa sahihi, ila alikuwa na makosa tu ya kukubali ujinga wa TFF na bodi ya ligi. Kwa nini? JKT Queen alikuwa ni mwenyeji wa ule mchezo.
Yeye anajua anacheza kwenye uwanja wake Meja Jenerali Samuyo. TFF wamebadilisha, wamepeleka Chamazi kwa kigezo cha kwamba mwenye kurusha matangazo anataka arushe yale matangazo ya ile mechi. Akatoa taarifa ya kubadilisha uwanja siku 3 kabla ya mechi, wakati kisheria unatakiwa utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi. Hayo ni mabadiliko ya uwanja. Ili mpinzani wako aweze kujua anafika vipi au anamudu vipi gharama za kuhamisha uwanja. JKT Queen akaenda Meja Jenerali Samuyo, Simba Queen akaenda Chamazi na marefali Chamazi. Ninachowalaumu JKT ni kwamba wao yale makubaliano walikubali baadhi ya viongozi bila kuwashirikisha timu. Timu imeenda Meja Jenerali, viongozi na mabango yamewekwa Chamazi. Wametrain Simba Queen, timu imekaguliwa, mechi imeisha, Simba Queen amepewa point, JKT ametozwa faini ya milioni 3. Kwa nini pale busara hazikutumika? Linakuja swala lingine. Tabora United dhidi ya Azam, msimu wa kwanza wa Tabora United ilionekana hajakamilisha vibali vya wachezaji wa kimataifa. Alicheza takriban na wachezaji 8. Wachezaji 2 wakajivunja, wakabaki wachezaji 6 uwanjani. Kisheria haiwaruhusu kucheza mpira. Wakafungwa goli 4, mechi ikaisha. Kwa nini busara haikutumika pale? Linakuja swala lingine. Young Africans, kwa maana nakwambia kuna timu zinanufaika na busara, lakini yeye anakuwa linapokuja sasa swala la Young Africans na Simba, favorite anakuwa Simba Sports Club. Nakupa mfano. Young Africans ameshawahi kwenda kucheza Tunisia na Club Africain. Aliporudi kwenye ligi alitakiwa acheze na Kagera United. Young Africans aliomba ile mechi isogezwe mbele kutokana na uchovu wa wachezaji na benchi la ufundi. Bodi ya ligi likataa. Mechi ilipigwa Mwanza, mvua imenyesha, wakashinda goli 1. Bao la Clement Mzize ndo bao lake la kwanza. Simba amewahi kwenda kucheza Morocco na club na RS Berkane. Kombe la shirikisho. Alivyorudi alitakiwa kucheza na Biashara United kwenye ligi Mara. Ile mechi ilisogezwa mbele. Simba aliomba na akakubaliwa, ikasogezwa mbele. Kwa hiyo linapokuja swala la favorite, unaona huyu ananufaika, huyu busara anatumia. Na hii yote ni tangu miaka ya nyuma kuanzishwa kwa hivi vilabu. Young Africans ameonekana anatumia busara sana kuliko, yani yeye anakuwa anainamisha kichwa. Swala la Molson na Young Africans. Young Africans alishinda kesi halali kabisa. Unadhibitisha? Halali kabisa. Vipi? Wasiliana na Fatuma Karume, atakupa full document. Sasa kilichotokea pale, sheria ya FIFA inasemaje? Ukimchezesha mchezaji ambao sio wa kwako, unapokwa ubingwa, unapokwa pointi, unashushwa daraja. Kafu nao wangekuja na lungu lao kwa sababu Molson alitumika kwenye michuano ya kimataifa Afrika. Kilichofanyika, kuna uongozi unaotoka serikalini uliwaita viongozi wa Young Africans, wakakaa chini, busara itumike. Tukimshusha Simba leo itakuwaje? Ikabidi Yanga akubali, basi apite. Funika kombe mwana haramu, apite. Simba akaendelea kusurvive kwenye ligi. Swala la 2021 hapakuwa na sababu ya kuahirisha mechi. Kusogeza muda. Young Africans anatoka Victoria anaenda uwanjani, anapata email mechi imesogezwa mpaka saa 1. Wakati meeting ya asubuhi, timu zinakaguliwa, vikosi vinatolewa, pande zote mbili zilikuwepo, pande 3, bodi ya ligi, uongozi kutoka bodi ya ligi, Simba Sports Club, Young Africans. Simba ndo alikuwa mwenyeji wa ile mechi. Hapakuwa na mazungumzo ya kusogezwa mbele mechi. Inakuja kutoka taarifa masaa 3 kabla ya mechi. Young Africans akasema hatukubaliani. Wakapeleka timu uwanjani, wakatrain, wakarudi. Hapo ndipo nilipoanza kuona kwamba hizi busara zimezidi. Iko siku zitakuja kutukosti. Matokeo yake ndo haya. Kwa nini bodi ya ligi hawakuwapatia Young Africans taarifa kwamba tunaahirisha mechi? Au umeingia kwenye mitandao yote ya Young Africans ukakuta kuna taarifa ya bodi ya ligi inayosema kwamba mechi imeahirishwa? Ukiingia hakuna. Ile taarifa walipewa wananzengo wa mtandaoni. Mimi nadhani unapokuwa mhusika wewe na mimi,
lazima mimi nipate taarifa na wewe upate taarifa, then itoke hadharani. Ukiingia kwenye akaunti zote za Yanga hamna barua ya bodi ya ligi inayompa taarifa Young Africans kuwa mechi imeahirishwa. Kama wanawatumia kwenye email, wanawasiliana kwenye email. Sidhani kama Young Africans wakiwasiliana kwenye email, sidhani kama Young Africans angeshindwa kuitoa ile barua na kusema kwamba sisi tumepata taarifa ya kuahirishwa kwa mechi, lakini sisi wadau tunataka kanuni ifuatwe, tunaenda uwanjani. Sidhani kama ingekuwepo. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kwa nini bodi ya ligi hawakuwapatia Young Africans taarifa? Ni kwa sababu wanajua wanawamudu Young Africans. Yeah. Okay. Ndio maana kwamba kwa vyovyote sakata la Feitoto na Mama basi tutahusisha viongozi wa serikalini, Young Africans watainamisha vichwa na issue itachezwa. Dabi yani. Na ndio maana sasa hivi wamekataa busara. Young Africans. Ulifuatilia kwenye akaunti ya Alikamwe, akaunti ya Priva na akaunti ya Arafat baada ya mechi ya Simba Queen na Yanga Princess. Ukuta kilichoandikwa, usiyachokoze maji yaliyotulia na kina kile. Kama mlizoea busara nao hazipo. Kwa hiyo mimi nadhani hicho kimfumo sasa, kama kweli Young Africans wamekwenda kasi, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba wamerudi mezani kutumia busara wakati shauri liko kasi. Lakini ulimsikiliza mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, bila shaka ulimsikia, na katika mahojiano aliyofanya na Mwananchi Digital, na ulimsikia vizuri sana akieleza kile ambacho kilitokea, na hoja alizoziweka mezani ni kwamba katika mechi ile kuna viashiria ambavyo vilikuwepo pengine ambavyo ni vya uvunjifu wa amani, na wao mechi ile iliahirishwa, na huku pia akisema wazi kwamba kuna kauli alitumia pale kwamba utafurahia kuona Yanga anashushwa au utafurahia kuona Simba atashushwa, halafu utafurahia utapata kitu gani? Lakini pili akasema Yanga anashangazwa na ni jambo la kichekesho sana kuona kwamba Yanga wanakimbia kasi, huku ingali kamati pamoja na bodi ya ligi hawajatoa mwafaka wao. Wakienda kule kasi kwa sababu Yanga wana pesa na wameshawahi kwenda kasi kwenye masuala ya kesi ya Morrison, wanafahamu namna ya kuingia kasi. Lakini je, wanaendaje wakiwa bado hawajakamilisha michakato? Kwa maana huku bado bodi na kamati hawajatoa tamko, kwa maana kwamba lazima watakuwa wamemiss baadhi ya documents ambazo lazima watarudi tena kuja kufuatilia. Kwa hiyo wanaona kwamba ni swala la kichekesho, ni mapema sana Yanga kukimbia kasi, kwa maana hawatakuwa na vielelezo vya kutosha. Yani ni mtu anayejitekenya alafu anacheka mwenyewe. Yani kwa maana Mguto sasa, mzee wangu, anajitekenya alafu anacheka mwenyewe. Kwa nini? Kasha jua kaya burunda. Na ndio maana unasikia sasa hivi akiongea haongei, hatumii reaction kama aliyoitumia wakati wa kuahirisha mechi. Sasa hivi anaongea amenywea kwa hekima. Kwa hekima. Sasa hivi anaanza kusema Simba na Yanga naomba busara zitumike. Likitushinda sisi itabidi tulipeleke serikalini. So kuna sheria inayotaka viongozi wa serikali kuingilia masuala ya mpira wakati kuna kanuni zinazojieleza. Mimi sidhani kama kuna kitu kinaanzishwa ambacho hakina utaratibu wa kufuata. Sheria ya Tanzania inakuruhusu wewe kuwepo Tanzania. Je, una vigezo vya kuwa Mtanzania? Vya kuwa Tanzania? Sheria inakutaka uwe Tanzania. Je, una vigezo vya wewe kuwa Tanzania? Maana yangu ni nini? Kanuni inamtaka Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Kwa muda ule ule ambao mechi itachezwa. Kabisa. Je, amefuata taratibu? Nani Simba? Yes, ameenda saa 12 alifika mapema sana. Ameenda saa 12 amefika mapema. Je, alitoa taarifa kwa kamishna, meneja wa uwanja na afisa wa usalama ili awe katika mazingira salama? Sasa kwenye taarifa ulimsikia Steven Mguto akikwambia hakuna sehemu inaonyesha kanuni ya Simba kutoa taarifa wakiwa wanataka kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu iko inafahamika na tayari kwenye pre-match meeting anafahamika Simba anaenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Good. Kwenye pre-match meeting hapa kutolewa taarifa kwamba Simba anaenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Ndio maana barua yao wao wenyewe bodi ya ligi inajieleza kwamba maofisa wetu tuliowapa kazi
wamethibitisha Simba hakutoa taarifa ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Saa hakuwepo, refari hakuwepo, na wengine wanaotakiwa kuwepo hawakuwepo. Na kuuliza swali, Nigeria anaenda kucheza na Libya. Nigeria aliishia airport. CAF walimpa Nigeria pointi 3. Walitumia vigezo gani? Yanga walienda uwanjani kwa mujibu wa kanuni na sheria ambayo inawaambia mechi itaahirishwa waende uwanjani. Sikiliza nikwambie, mechi imeahirishwa kwa muda gani? Na kanuni inakutaka uahirishe mechi kwa muda gani? Kwani Yanga utoe taarifa kwa muda gani? Yanga wanamsikiliza nani anayewaongoza kwenye mpira? Kanuni na sheria. Ndio, kanuni na sheria ambazo ziko chini ya nani? Chini ya FIFA na TFF. Sawa, kwa hapo na bodi ya ligi. Wao wanashiriki ligi kuu. Ndio. Ligi kuu ina bodi ya ligi, si ndio? Ndio. Bodi ya ligi ndio inaendesha ligi kuu Tanzania bara. Kwa kufuata kanuni. Kwa kufuata kanuni. Ndio. Sasa wao wenye kanuni wameahirisha mchezo. Sawa, ambao wao ndio mmewapa mandate ya kusimamia na kuendesha ligi kuu Tanzania bara. Yeye Yanga aligomea bodi ya ligi au hakuona taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kwamba mechi imeahirishwa? Aligomea kanuni walioitumia bodi ya ligi, kwa sababu Young Africans alipeleka uwanjani timu. Bodi ya kwanza anaenda kumshtaki bodi ya ligi CAS kwa sababu bodi ya ligi amevunja kanuni. Kanuni inamtaka bodi ya ligi kuahirisha mechi kwa sababu maalum, si ndio? Aidha za kiusalama. Ndio. Ambayo kwenye taarifa ya bodi ya ligi haikuainisha. Haikuwepo. Sawa. Nakupa sasa hivi barua ya bodi ya ligi. Twende sawa. Mabomu yako uwanjani na hizo sababu uwe umezithibitisha. Ndio. Ambapo bodi ya ligi waliomba wakafanye uchunguzi. Yaani hiyo unaahirisha mechi, ukisema wakafanya uchunguzi maana yake mechi ichezwe alafu ufanye uchunguzi. Umeelewa? Hiyo kabla sasa. Yaani unatakiwa uwe umethibitisha hapo. Let's say pale uwanjani umeenda, umekagua uwanja, umekuta kuna mabomu. Pale kuna mtu kapigwa, kauawa pale. Unless kuna timu aliyekuwa anaenda kucheza kapata ajali. Hizo ndo sababu zinazokuwa zimethibitishwa. Sasa ulikuwa unaenda kufanya uchunguzi gani? Yaani ambao unaweza kukupatia sababu yenye uzito kiasi hicho cha wewe kuahirisha mechi, ambapo kamishna uliyemtuma na maaskari walikuwepo, na hata wao wenyewe Simba wanakuthibitishia hakuna mchezaji wao au kiongozi wao ambaye amepata tatizo lolote kwenye hilo tukio. Sawa, vizuri sana. Sasa swali linakuja. Young Africans waliandika press release kwenda kwa bodi ya ligi, si ndio? Bodi ya ligi si hawajibu mpaka leo. Waliandika kwenda kwa TFF, sio kwa bodi ya ligi. Ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa na maelezo bodi ya ligi wajiuzuru, si ndio? Waliandika kwenda kwa TFF ambayo inawahusu bodi ya ligi. Kwamba hawana imani nao. Ndio. Bado hajajibiwa Young Africans. Ndio. Kwa nini maneno yamekuwa mengi angali walichokiandika bado kiko kwenye mamlaka? Mpaka leo ni muda gani umepita? Mpaka hivi sasa mazungumzo karibia wiki imepita. 2 sio moja tu, maana ilikuwa ni tarehe 9. Leo ni tarehe 20 ngapi? Moja. Simba alituma barua muda gani na akajibiwa baada ya muda gani? Karibia masaa kadhaa akawa ameshajibiwa. Kuna vitu ndani yake. Sawa. Bwana sawa, unasikia nilipasa. Sawa. Nimemuuliza hivyo kwa sababu moja. Unajua hawa wote wawili, ndio Simba pamoja na Yanga, wasitatae wote wanafaidika na bodi ya ligi. Unajua wakati mimi namsikiliza ndugu Steven Mguto, nilielewa kwamba hawa wawili wanabebwa sana na bodi ya ligi kuliko vilabu vingine vya ligi. Wanapendelewa. Yaani wanapendelewa kiufupi, si ndio? Na ukitaka kuamini katika hilo, nitamuuliza swali. Lini Yanga mmecheza mechi saa 8 kama timu zingine? Hiyo tangia lini Simba mmecheza saa 8? Mimi ni timu yani tangia ligi mimi naiona ya Tanzania sijawahi kuona Simba na Yanga wamecheza saa 8. Kwa nini nyinyi msicheze saa 8? Nyinyi ni timu special. Simba walicheza saa 8 wakati wa nani kitu kimoja cha South Africa. Walicheza pale shamba la bibi kilicho. Walicheza na nani? Walicheza na Prison. Walicheza Prison. Ukiacha hata kipindi cha nyuma, msimu tunaona msimu uliopita, msimu sijai kuona Simba na Yanga wanacheza saa 8, si ndio? Kwa nini Simba na Yanga wanacheza saa 8? Utagundua kwamba wao wanachukuliwa kama team fight. Sio tu wao, Simba kutokucheza saa 8 na Yanga kutokucheza saa 8
hayo ni makubaliano ya pande zote mbili. Kwanza mwenye haki, nisikilize, kwanza mwenye haki ya matangazo. Haki ya matangazo yeye ndo amedhamini ligi zima, na yeye anajua anapata mileage kwa Simba na Yanga kuweza kuendesha mambo yake. Sasa hayo ni makubaliano yao. Na just kwangu mimi hiyo ya Simba na Yanga nasemaje? Bwana anarusha mechi moja kwa Simba na Yanga atapata. Yes, atapata wateja, wao wataka biashara yake endeje. Simba na Yanga na tuongee kweli, Simba na Yanga ndio wanaotulieni bwana. Sasa nini? Yaani tunaamshana kwenye small details hizo. Mechi za FA sawa. Sawa, mechi za FA wazi zinaanza saa ngapi? Anapata watu hapati. Nani? Kwa nani mechi za FA Simba na Yanga? Kuna mechi za FA hapa ni finali. Kuna muda mechi za saa 9 na watu wanajaa uwanjani. Kwa sababu sikiliza, kwa sababu pale hatua ya nusu finali huwa kuna kwenda extra time, kwenda mpaka matuta. Umeelewa? Mzee muda wa chini. Kwa nini wao wasicheze muda wa chini huu saa 8? Umeambiwaje hapo kwamba kuna kuwa na hiyo ni mechi ya dharura. Yaani hiyo ni mechi kwa ajili Simba na Yanga timu ambazo hiyo kwangu mimi ndio wala semaje? Nisikilizeni, mimi ndio mwenyekiti. Nasema hivi, hicho ambacho mnakizungumza na Simba na Yanga kwenda kucheza saa 8 is just small detail. Yaani ni issue ambayo hata useme vipi kwangu mimi sioni kama ni mantiki sana. Tuje kwenye vitu vigumu. Sio tunazungumza kwamba asacheni hiyo sasa ya saa 8 hiki kinachoendelea sasa ya saa 8 na usawa. Naona hata ya saa 8 nazungumza ndio hiki leo inawatesa bodi ya ligi, maana wote huko wanatumia busara. Sasa hii busara mmoja Young Africans haikataa busara, ndio maana yote haya yameibuka. Kama wangekubali kukaa wangetumia busara, hii mechi ingechezwa na hakuna chochote yani ingetokea. Busara leo unawaua bodi ya ligi, lakini haya mambo yameyafuga muda mrefu na ni vuruga. Unajua nataka niulize swali kwa moja. Nani anayepanga muda wa mechi? Mimi nataka niulize kitu moja. Dada alisema kwamba wakati unapokuta mke wako na mtoto wako una shida, baba ama watoto wametofautiana, baba ndo kidogo unatakiwa ukae ujue msikilize nani tatizo na nini leo. Dada na uthibitisho gani kwamba mheshimiwa mwenyekiti kwamba hajekana hawa watu kwamba kuona kwamba labda kujua huyu tatizo lake nini, anafahamu hiyo kwamba hajawahi kukaa nao? Yaani nina uthibitisho kwa sababu siku aliyorudi kutoka CAF alitumia muda gani kwenda kuongea kwenye media, kiasi kwamba tuanze kucomplain kwamba eti huu muda aliutumia kuongea na viongozi wa Young Africans, huu muda amejitokeza. Siku amerudi kutoka CAF, kesho yake aliingia kwenye media, si ndio? Sasa hivi dada, kuna mitandao, mfano kama hivi mimi hapa nawasiliana na wewe na simu, sawa, njoo tukutane Sibuka FM. Hapo umetoka Kinondoni mpaka umekuja Sibuka FM. Inawezekana tunaweza tukazungumza shida zetu tu, wewe ukiwa Kinondoni, mimi nikiwa Sibuka FM. Je, uone inawezekana mheshimiwa rais alizungumza na kiongozi wa Simba na kuzungumza na viongozi wa Yanga, na sasa hivi mtandao kidogo wenzetu katika teknolojia wameongeza ile kitu kuunganisha, aidha tunaweza tukafanya kikao, wewe ukiwa Kinondoni, mimi nikawa zangu Mbeya, Mwanza, kuunganisha. Swali zuri. Je, unaonaje uenda ukawa mheshimiwa wa Eskaria akawa muunganisha kati viongozi wa Yanga na viongozi wa Simba kuzungumza hili? Je, unaona kwamba inawezekana hawajafanya hivyo au wamefanya hivyo? Hawajafanya, kusingekuwa na hii reaction. Hata maneno yake Karia yanajieleza kwamba huyu mtu hajakaa na hawa watu kuzungumza nao. Sawa, sasa mimi nataka tu nirudi kwako. Of course ana hoja na sio kwamba amezungumza katika yote aliyozungumza hayana mantiki, na nilichokipenda ni kwamba ana kumbukumbu na anajua kuhifadhi vitu vyote vya msingi. Katika kila alichokizungumza amegusa kila eneo. Simba, Yanga kuna wakati ametoa favor ameiweka hapa, Simba ametoa favor ameweka hapa, lakini mwisho wa yote kipi ambacho unakisema wewe kwa kamati na bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, ili tuondoke hapa, kwa sababu wadau pia wanapiga simu, nimeona comment ni nyingi, tuko live pia hapa kupitia Instagram, watu ni wengi wanaendelea kufurahia kile ambacho wanaendelea kukimwaga kweli. Sheria ifuatwe na kanuni. Sheria ifuatwe na kanuni, kwa sababu tukiendelea na hizi mambo za busara kuna siku zitakuja kututesa. Kwa kama Yanga amekiuka taratibu alimu. Yeah, of course ndio kitu ambacho nilikisikia jana kwenye wale hawakuwa wazee, wale ni viongozi wa matawi Dar es Salaam. Na mikutano inaendelea kufanyika
Tanzania nzima. Walianza Zanzibar, wakafata Dodoma, jana Dar es Salaam, leo kuna mkutano Morogoro wa viongozi wa matawi. Yaani mpaka watakapomaliza. Kauli yao ni hii, tukishushwa tunashushwa wote. Ili hatuchezi. Ili haya yote yasiendelee, hii za mikutano. Bodi ya ligi na TFF wanapaswa kufanya nini? Yaani bodi ya ligi na TFF nadhani sasa hivi wanatakiwa tu wakae kimya, wasubiri shauri la Yanga kutoka kasi. Yaani wao sasa ndio wasubiri Yanga. Kwa sababu tayari Yanga ameshaenda kuwashtaki na wao hawajatoa chochote. Wao wasikilizia Yanga wanasemaje huko. Wasubiri Yanga kwa sababu bado hata mechi ikipangwa haitaweza kuchezwa wakati shauri lishaenda kasi. TFF na bodi wanaiamini nani? Wewe. Yaani kwa kauli ambazo zimejitokeza hapa katikati. Bodi ya ligi TFF ungekuwa ni mamlaka yangu, wote hamna kazi pale. Wote hamna kazi. Wote, sio bodi ya ligi, sio TFF. Wakatapeka zingine. Wote. Shughuli hamna. Bwana sawa. Halo? Bwana vipi? Unaitwa nani kwa wapi? Naitwa Papa niko Manyanya hapa maeneo ya Kinondoni. Sawa ndugu yangu, una dakika moja tu. Asante sana. Nimesikiliza mjadala mrefu sana huo. Kijana aliyopo hapo studio. Nafikiri akipotezea muda na tumika sana masikio kwa sababu alichokiongea kinakuwa hakina mantiki. Ndio. TFF na bodi ya ligi wamechakaa na kwenda baadhi hoja zinaeleweka, lakini kuna baadhi hazieleweki kwa sababu kuna vitu walivyokuwa wamevizungumzia kati ya Simba na Yanga juu ya upendelezi wao. Upande wa Yanga kuna vitu vingi sana wamevikaa safe. Mradi hataki sisi kwamba tunakuja kukomani juu ya hii. Kwa hiyo Simba kubebwa, Yanga kuonewa, hilo ameliongea liko sawa, liko sawa. Simba kubebwa, binafsi naweza nikasema anabebwa na Yanga pia vivyo 100%. Sasa yeye anachosema ni kanuni zitumike. Unaona unasemaje, waendelee kubebwa au kanuni zitumike? Mimi nasema kwamba kanuni zitumike. Zitumike kwa mtindo gani? Kwa hiki ambacho kinachoendelea hivi sasa, kuhusiana na sakata lililotokea hivi sasa. Kwamba Simba hajakataa, Yanga ndio anayekataa kuingiza timu kwa sababu wao wameshasema sisi tumeahirisha huu mchezo kulingana na vyanzo vyao vya utafiti ambao umefanyika kwamba fujo imefanyika au kuna baadhi ya fujo inataka kufanyika. Kwa hiyo wakaahirisha mchezo ili wataopangia muda mwingine. Wao walipokuwa wameona kwamba hapa kuna mabadiliko haya, ndio maana hicho ambacho anachopiga wanashinikiza watu waonekane kama wao wamefanywa makosa. Kumbe wajui kwamba msingi wa mazungumzo haya wao ndio waliharibu. Asante sana. Halo? Habari hapo studio. Safi bwana, tunaliko wapi chap? Kwa majina naitwa John Mtungula katika na Manispaa ya Mtangani kwa Tundiko. Ndio. Nimesikiliza huyo dada hapo. Anaongea vitu vizuri kwa data, lakini mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Mpira wetu wa Tanzania hasa unaharibiwa na hawa watu wawili. Nani? Simba na Yanga. Simba na Yanga ndio wanaharibu mpira. Hao ndio wanaharibu. Wana nguvu gani? Ngoja bwana, tuende taratibu bwana. Simba na Yanga wana nguvu gani ya kuharibu mpira nchi hii? Kwa sababu wao wanaharibu mpira wapo katika maeneo yote ya nchi. Mfano katika siasa wapo. Kaka, turudi kwenye mada. Simba na Yanga wana nguvu gani ya kuharibu mpira ili hali TFF baba wa mpira yupo na bodi ya ligi yupo ambaye yeye ndo anasimamia mpira. Wanawezaje kuharibu mpira wakati wasimamizi wa mpira wapo? David Patlo na tulikuwa tunakuja kujibu kwa hilo swali lako ambalo unaniuliza. Hawa watu kwa sababu wapo katika maeneo yote, wapo katika siasa, wapo katika bodi ya ligi, wapo katika TFF. Pale sasa inapokuja kwamba labda mfano mfupi. Labda baba ndio unafika nyumbani ukachukua machungwa mawili, ndivyo? Unapochukua machungwa mawili ukampa huyu mmoja, ukamwambia sasa wewe uliokupa wote zimepene moja. Kata upande umpe mwenzako, yaani umuongezee mwenzako. Sasa pale ndo panapokuja hoja. Unaelewa? Haya mambo kama rais angalikuwa yamefanyiwa labda mfano Singida au Namungo, haya mambo ukinga liaona David Pasco na kuambia. Sasa ndo maana sawa, wewe uko sawa, unafikiria uko sawa basi. Yaani mimi point yangu ni moja tu. Naam. Simba na Yanga ziko chini ya nani? TFF. Sasa kama ziko chini ya TFF wanawezaje wao ndo wawe na nguvu kuliko TFF? Na ndio hiyo shida ambayo nyinyi mnapata shida kuijadili. Sasa yote hayo ni kwamba kanuni zitumike katika kuendesha mpira. Simba akifanya makosa adhibiwe, Yanga akifanya makosa adhibiwe kikanuni,
hauwezi kukutana na ugomvi wa aina yoyote ile, kwa sababu TFF ndo baba wa mpira, hawezi akaendeshwa na Simba na Yanga. Asante. Hello? Ubaya bwela Unaitwa nani? Amekimbia, ametusalimia tu. Hello? Unaitwa nani? Ya ni kutoka Mbolo. Ase kimbia na muda, maana hatuna muda. Sana mimi na mambo mawili ya kuhoji hawa wataalamu wetu hao wana Yanga hao. Wanaombaji pointi 3 wakati taratibu hazikukamilika, au ni kwamba wanajaibisha hata Yanga yenyewe ni timu kubwa. Wapewe pointi 3 wakati mpira ulikuwa umeahirishwa. Dada unaulizwa swali kwamba mnaendaje kuomba pointi. Ngoja bana, ngoja dada yuko hapa. Mnaendaje kuomba pointi 3 bado mpira hujao? Majibu hamjapata. Mimi nadhani mashauri yaliyopelekwa kasi, kwanza ni kwenda kumshtaki bodi ya ligi kwa kushindwa kufuata kanuni. Pili, litakapokuja swala la kanuni bodi ya ligi akashalielezea, hata Young Africans ndio kutakuwa na mandate ya kuomba pointi 3 pale pale baada ya kuwa ameishajibiwa na bodi ya ligi kwamba kwa nini hawakufuata kanuni na sheria. Baada ya hapo ndo maamuzi yatatoka kuwa Young Africans anastahili pointi 3 ama hastahili pointi 3. Sawa. Bana, kuna mdau kutoka nje ya nchi. Uko wapi bwana? Bana, ipo Saudi Arabia. Habari za huko? Safi bwana. Kutokea Saudi Arabia wanatufuatilia. Bana, mimi ndo mtu anayekusikiliza pekee YouTube channel yako ukitangaza mpira. Kwa hiyo sawa. Uko Saudi Arabia hapo bwana. Umsikia hapa dada huyo Eliza akieleza akipiga nondo. Ndio. Una hoja gani na wewe? Una hoja gani? Unaitwa nani kwanza? Kwa majina naitwa Xavier Edwin, kwa Instagram natumia Shabili. Sawa. Leta maneno chap, dakika yako ni moja tu kutokea Saudi hapo. Kukupa offer tu. Sawa, nimemsikiliza dada. Mtu kwenye page yako jana usiku. Sasa kama uliona comment yangu. Nilichosema nilimuuliza yule dada kitu kimoja. Nilisema kwa yule dada kitu kimoja. Makosa yote akaya akajifikiria kitu kimoja. Makosa yote kwa nini yamdondokee Yanga? Afu kwa nini? Hii ni mechi ya pili Simba anagomea kwa sababu ya kuzuiliwa wale kufanya mazoezi. Si ndio? Kuna mechi ya Pamba Simba alizuiliwa ila hakuna hatima yote patikana, akanyamaza. Hii ni mechi ya pili, maana yake hii nayo Simba akikubali iendelee, kuna makosa mengine atafanya nini? Yatakuwa yanaendelea kila siku, watanyamaza. Huu uwe mfano kwa timu zote, sio Simba peke yake. Huu uwe mfano, ila kwa Simba ifike mwisho Simba kuwa mnyonge, ili kosa la pili linafanyika kuzuiwa kufanya mazoezi. Kwa sababu Yanga asingeweka kipingamizi kaka, mechi ingechezwa, Simba ingefanya mazoezi, wangemshtaki baadaye. Wanakuja kipingamizi, waweka mabounce hao kule kuzuia Simba isingefanya mazoezi, na ni makosa kabisa hayo kaka waliyafanya. Ndio. Umemaliza? Mchango wangu maoni yangu, shirikisho la soka hamna kosa ambalo walilofanya, wametoa maamuzi sahihi, wamezuia. Maana siku ile Simba ni wachezaji ndani ya basi ile, lingetokea hatari yoyote lungu lingewahusu wao. Kwa kuzuia mechi ni jambo la msingi kwa amani ya nchi na kwa utulivu wa nchi, maana siku ile ungetokea vurugu ingekuwa ni shida. Sawa bwana, ndugu yangu, asante sana bwana. Bwana, shukrani, sisi tunakusupport na tunakufuatilia sana kaka. Tuko pamoja sana ndugu zangu. Mashabiki zetu. Asante sana. Xavier huyu kutoka Saudi Arabia anasema mabausa wale ambao walikadiriwa walizaniwa ni wa Yanga ndio waliwazuia Simba na kikanuni. Simba wao walipaswa kufanya mazoezi au kufanya mazoezi masaa mawili wako nje. Je, kikanuni wanapaswa kutoleta timu? Kikanuni. Kanuni na mkataa Simba. Unasemaje mzee? Bana vipi? Nataka nichangie hoja hapo. Nani unaitwa? Kinyago Tabata. Kinyago, nasemaje Kinyago Tabata, dakika sekunde 20. Bwana, kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Kama kwa maslahi mapana ya mpira wetu, nimemsikiliza huyo mchambuzi huyo bwana mdogo kutoka Kinondoni. Ninaanza nimwambie ajira atambue kama huu mpira hii ligi ni ya kwetu, yani ya kivitu vyetu. Kwa hiyo ligi ya kivitu vyetu hii asifanyaje kutoka kwenye njia. Sasa ligi ya kivitu, ngoja bwana wewe Kinyago Tabata bwana, wewe ligi ya kivitu vyetu maana yake nini bwana? Bwana kwa nini ligi ya kivitu vyetu? Kwa hiyo Simba mlivyotu maji yakishamwagika hayatoleki.
Onye mniki bodi ya ligi na TFF tunawaunga mkono kwa kuzuia mechi zichezwe. Wewe ni Simba. Yaani uwezo kupata kitu. Ana haki ya kuongea. Ana haki ya kuongea, lakini mwisho wa siku sasa ameshaanza na neno ligi kivyetu. Hapo tunatafuta suluhu, unatuambia ligi. Lakini ndio pasi pia tuzungumzia kwenye upande wa klabu hivi. Lakini pia wapo mashabiki ambao walisafiri kutoka maeneo tofauti. Sasa hiyo mechi na mechi ikaisha. Labda mimi swali langu